Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ameendelea kuonyesha nia yake ya dhati katika kuhakikisha anainua sekta ya elimu hapa nchini. Ndani ya miaka yake minne katika vyuo vikuu mbalimbali, unatekelezwa mradi ujulikanao kama HEET, yani Higher Education for Economic Transformation, ambao ni kwa ajili ya maboresho ya mazingira ya utoaji elimu katika vyuo vikuu. Chuo Kikuu cha Mzumbe kilichopo mkoani Morogoro ni mojawapo ya vyuo vinavyotekeleza mradi huo, ambapo wao wanatumia zaidi ya shilingi bilioni 48. Katika hizi pesa, asilimia 76 inajenga majengo. Inajenga majengo hapa Chuo Kikuu Mzumbe, ambako tuna eneo jipya linaitwa Maekani. Kule tutakuwa tunajenga jengo moja la kitaaluma ambalo litakuwa na uwezo ukiacha ofisi pamoja na madarasa, tutakuwa na wanafunzi ambao wataongezeka wanafunzi 1000. Lakini tutakuwa na jengo lingine, jengo la tehama, ambalo nalo tutakuwa na kumbi nyingi kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia, au tunaita computer laboratories, zitakuwa nyingi na zenyewe pale. Hilo jengo ni hapa main campus. Lakini Tanga tunajenga kampasi mpya wilaya ya Mkinga. Hii ni kampasi mpya kabisa ambayo itaanza rasmi. Itakuwa na jengo la utawala litakuwepo kwa ajili ya madarasa pamoja na ofisi. Lakini tutakuwa na mabweni, hostels 2 za kuchukua wanafunzi 360, kila hostel itachukua 180. Lakini pia tutakuwa na bwalo la chakula kule Tanga. Pia tunakuwa na hospitali ambao kwa ajili ya wanafunzi na hata na jamii inayozunguka kule kwa ajili ya Tanga. Lakini pia tutakuwa na nyumba 4 zinajengwa kwa ajili ya kuanzia kwa ajili ya staff wapya ambao watakwenda kukaa kule Tanga. Kwa hiyo haya ni majengo ambayo yanajengwa kupitia huu mradi wetu wa HEET. Tukishamaliza huu mradi, tutaweza Chuo Kikuu Mzumbe kuongeza idadi ya wanafunzi. Wale wanafunzi ambao walikuwa wakati mwingine wanashindwa kupata nafasi ya kuja Chuo Kikuu Mzumbe kwa sababu nafasi zetu hazitoshi. Kwa hiyo tumepata uwezo au tumeongezewa uwezo wa kudahili wanafunzi wengi zaidi. Kwa hapa tunaweza tukapata wanafunzi zaidi ya 1000 kwenye majengo mapya. Lakini kwenye kampasi yetu ile ya Tanga tuna uwezo wa kuweza katika kuanzia tu tutakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi kama 1500. Lakini pia katika hii kuboresha miundombinu ya tehama, ambako tunatarajia kutoa programs zetu katika njia ya mtandao. Kwa hiyo tunatarajia pia wale ambao hawawezi kufika kusoma hapa kwa kuja hapa, wataweza hata kusoma kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo ni lengo mojawapo ambalo tunatarajia tunaweza kufanikiwa, kwa tutapata wanafunzi wengi zaidi kupitia hiyo namna ya kutoa elimu kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo ni lengo la kwanza ambalo mradi huu utaweza kutunufaisha sana. Na sisi kwa kuboresha hii miundombinu ambayo tulionayo na namna ya ufundishaji, kwa tunatarajia wanafunzi wetu watakuwa bora zaidi wanapoingia sokoni, wataweza kujiajiri, wataweza hata kuajirika kiurahisi zaidi. Hayo ndio matarajio yetu baada ya mradi huu kuisha. Nipende pia kuchukua nafasi hii ya mwisho kabisa kwamba nitoe shukrani zetu za dhati kama Chuo Kikuu Mzumbe. Sisi ni wanufaika wa huu mradi, na kupitia serikali yetu ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye waliweza kukaa na kubuni huu mradi ambao una manufaa makubwa. Kwa tunatoa shukrani zetu sana kwake pamoja na serikali yake, lakini pia kwa Wizara ya Elimu ambayo wao ni wasimamizi wakuu wa huu mradi ili uweze kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Kwa sisi kama Chuo Kikuu Mzumbe tunashukuru sana na tunasema asante, na tunatarajia kabisa na tunausimamia vizuri huu mradi, tukiwa tunatarajia haya ambayo serikali iliweza kuyawaza tuweze kufanikiwa kwa ufanisi mkubwa. Wanafunzi wanaosoma katika Chuo Kikuu cha Mzumbe ndio wanufaika wakuu wa mradi huu, na hapa wanapeleka maua kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amewekeza katika chuo hicho. Natarajia kuwa kiongozi mkubwa sana, na nitafuata nyenendo za Mama Samia Suluhu Hassan katika utawala wake. Tunaona ni rais ambaye amejikita sana kwenye swala zima la elimu. Mradi ule unaenda kunufaisha vizazi na vizazi. Zile hela alizoziwekeza sio kwa maana ya mwaka mmoja, hapana. Vitakuja vizazi na vizazi vitatumia ule mradi, na uhakika kama sasa hivi tumeshaanza kupokea wageni kutoka nchi mbalimbali, na wao wananufaika kupitia mradi huu wa HEET ambao umeletwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwenye upande wa mtandao tumekuwa tukipata mtandao mzuri wakati wa kusoma, na tunaweza
kupata materials za kujisomea muda wote. Ukiangalia siku hizi maktaba zinaenda kwenye mtandao zaidi, na mwanafunzi sio lazima aende maktaba kuweza kupata kitabu, ila popote pale akiwepo na kupitia huu mradi ambao umeletwa, mwanafunzi anaweza kupata kila anachokuhitaji. Kwa hiyo maktaba siku hizi zinaenda kidijitali zaidi, na tunashukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuangalia katika sekta hii ya watu tunaosoma kozi ya maktaba. Tunashukuru amekuwa akituzingatia, pia tunaweza kunufaika vizuri. Tunashukuru Mama Samia kwa sababu katika mradi huu pesa zilizotolewa zimeweza kusaidia uongezekaji wa madarasa, ambayo pia umesaidia kuongeza idadi ya wanafunzi ambao wanakuja katika chuo kikuu Mzumbe. Hivyo nimpe pongezi nyingi sana na shukrani nyingi sana kwa kukiona chuo kikuu Mzumbe, na sina mengi ya kusema, lakini tunamshukuru sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunamtakia maisha marefu, na niseme tu Mungu ibariki Tanzania na Mungu tubariki sote. Samia